Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameonya kuwa shambulio lolote la Marekani dhidi ya Iran litakuwa kosa, akisisitiza kwamba tofauti za Washington na Tehran zinapaswa kutatuliwa kwa njia ya kidiplomasia na hatua kwa hatua. Katika mahojiano maalum na Al Jazeera yaliyorushwa sehemu yake hewani Jumatano, Fidan alitoa wito wa ushirikiano wa kikanda, huku Marekani ikiendelea kupeleka vifaa vingi vya kijeshi Mashariki ya Kati kufuatia ongezeko la mvutano na Iran. Ni kosa kuanzisha vita tena, alisema waziri huyo. Marekani imepeleka kikosi cha manuari cha kubeba ndege za kivita katika Ghuba, huku Rais Donald Trump akiendelea kutishia kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya mgogoro wa siku 12 uliotokea Juni mwaka jana. Kwa upande wao, maafisa wa Iran wameahidi kutoa majibu makubwa na ya kusababisha majuto endapo nchi yao itashambuliwa tena. Mapema mwezi huu, Trump aliwahimiza waandamanaji wanaopinga serikali ya Iran kuchukua udhibiti wa taasisi za serikali, akisema msaada uko njiani. Siku ya Jumanne, Rais Trump alisisitiza kuongezeka kwa nguvu za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, huku akiacha mlango wazi kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Kwa njia, kuna mada nyingine nzuri sana inayosogea kuelekea Iran hivi sasa. Tutaona kinachotokea. Natumaini watafikia makubaliano, alisema. Licha ya kauli kali zinazoendelea, Fidan alionyesha kuwa suluhu ya kidiplomasia bado inawezekana. Iran iko tayari tena kujadiliana kuhusu swala la nyuklia, alisema waziri mkuu wa diplomasia wa Uturuki. Baada ya Israel kushambulia kwa mabomu kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran Juni mwaka jana, Marekani ilishambulia vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran. Trump amedai mara kwa mara kuwa mashambulizi hayo yaliteketeza kabisa mpango wa nyuklia wa Tehran. Hata hivyo, Iran inasisitiza kuwa ina haki ya kuendeleza urutubishaji wa nyuklia, na hadi sasa mahali ilipo uranium yenye kiwango kikubwa cha urutubishaji haijajulikana. Mbali na mpango wa nyuklia, maafisa wa Marekani wamesema Irani inapaswa kupunguza silaha zake za makombora na kusitisha uungaji mkono wa makundi yasiyo ya kiserikali yanayoshirikiana nayo katika eneo hilo kama Hezbollah nchini Lebanon na Hamas huko Gaza. Ushauri wangu kwa marafiki wa Marekani ni huu: fungueni mafaili moja baada ya jingine na Iran. Anzeni na nyuklia, kisha mengine yafuatilie, alisema Fidan. Mkikusanyika mambo yote kwa pamoja, itakuwa vigumu kwa marafiki zetu wa Iran kuyakubali na kuyachakata. Wakati mwingine inaweza kuonekana kama kuwavunjia heshima. Itakuwa vigumu kuyaeleza, sio kwao tu, bali hata kwa uongozi wao. Fidan alisema Iran inaweza kuchukua nafasi nzuri katika mpangilio wa kikanda, na kuongeza kuwa nchi hizo zinapaswa kujenga imani na kushirikiana kikanda. Wanapaswa kuzingatia namna wanavyoonekana machoni pa nchi za kikanda, kwa sababu wao hawaendi popote na sisi pia hatuendi popote, alisema. Waziri huyo pia alisisitiza kuwa hata tofauti za itikadi, madhehebu na siasa hazipaswi kuzuia ushirikiano wa nchi za eneo hilo ndani ya mfumo wa mataifa huru. Kwa mara nyingine tena, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anaonya hili sakata la Marekani pamoja na Irani kutokana na mvutano ambao unazidi kuendelea kwa hivi sasa, na amesema kwamba njia pekee ya kutatua haya ni diplomasia tu ichukue nafasi yake, bali si nguvu za kijeshi kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitishia kuchukua hatua dhidi ya taifa la Iran. Basi mtazamaji wetu, ili kuweza kufahamu yote yanayojiri huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, jiunge nasi hapa Zone Media. Tutakuletea kila kitu ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.